Karibu tena mtazamaji. Sasa tunakuletea ile makala ambayo tumekuahidi ya tiba ya AI. Lakini kabla kuisoma taarifa ya mtazamaji, tunakupa ilani tahadhari kwamba baadhi ya picha ambazo tutaziona katika utangulizi wa taarifa hii ni za kutisha. Kwa hiyo wapo na watoto wadogo pale sebuleni, utawajuza ama waweke panapostahili kabla taarifa hii kuanza. Naam. Mtazamaji, kila mwaka maeneo mbalimbali hasa Afrika Mashariki huathiriwa na visa vya kuumwa na nyoka, huku wengi wakiaga dunia. Sababu kuu ya janga hili ni ukosefu wa dawa ya sumu ya nyoka. Mwanahabari wetu Ruth Munyi, mtazamaji, aliondoka Guu Mosi, Guu Pili, akazuru eneo la Mayen Abun, huku ni Sudan Kusini. Eneo ambalo mtazamaji limeathiriwa na visa vingi kabisa vya aina hii ya watu kuumwa na nyoka. Ili kutambua dawa ambayo inaweza kutumiwa na wanasayansi wa Medicine Sans Frontiers kwa uwezekano wa kutumia teknolojia ya akili unde, yani AI, ambayo mtazamaji inaweza kutambua spishi ama aina za nyoka na kupata dawa mjarabu ili watu wapone. Tazama. Sudan Kusini, nchi yenye nyanda kubwa na mafuriko ya msimu. Kuumwa na nyoka kuna gharamia maisha ya watu wengi kila mwaka. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, kati ya watu 80,000 hadi 130,000 wanaaga dunia kwa kuumwa na nyoka kila mwaka, huku mamilioni ya watu wakiteseka na athari kubwa zaidi. Watapona vipi? Kutoa dawa sahihi za kupambana na sumu ya nyoka tena kwa haraka. Kwa kung'amua takriban spishi aina 3,800 za nyoka duniani si kibarua rahisi, lakini sasa suluhu ya akili unde inaleta mtazamo mpya wa matibabu ya kuumwa na nyoka, ikitoa mwanga wa matumaini katika moja ya maeneo hatari zaidi ya Afrika Mashariki. Kuumwa na nyoka wenye sumu ni ugonjwa wa tropiki uliosaulika na unaoathiri hasa maeneo ya mashambani na ya kipato cha chini. Katika hospitali ya Mayen Abun, athari mbaya za kuumwa na nyoka zinaonekana wazi. Kwa athiriwa hawa, sumu inaweza kusababisha uvimbe wa ngozi, uharibifu wa misuli au kuvuja damu kupita kiasi. Kila moja ikihitaji matibabu maalum. I will show you exactly. Hata hivyo, bila kubaini spishi ya nyoka, madaktari mara nyingi wanabaki wakibabata na kukisia tu, na kusababisha madhara makubwa iwapo watakosa dawa sahihi. Is it here? It's here. Yes. Nice. Apuk Gialbak mwenye umri wa miaka 76 anakumbuka wakati maisha yake yalibadilika ghafla. Nilikuwa na umri wa karibu miaka 7 nilipofanya maamuzi ya kuondoka nyumbani kwa baba yangu kwenda kutunza mifugo. Nilipovuka mto, nyoka aliniuma na kujaa mguu wangu. Nilisema kwa sauti kubwa na majirani walikimbia kusaidia. Waliniondoa kwenye maji na kumuua nyoka. Nyoka, mwamba mweusi, mmoja wa spishi zenye sumu kali, alibaini na kuuliwa.
Hata hivyo, mguu wa Apuk ulianza kufura mara moja na hakuweza tena kutembea. Nilikuwa sina fahamu baada ya kuumwa na nilipatiwa dawa za jadi na yai mbichi. Dawa za jadi pamoja na mayai mbichi zilidhaniwa kuondoa sumu, lakini zilishindikana. Hali Apuk ilizidi kuwa mbaya na kumwacha na ulemavu wa kudumu. Ulemavu umeniathiri kimwili na kiakili. Siwezi kutembea umbali mrefu au kufanya kazi nzito. Najisikia kama ninazeeka haraka kutokana na hilo. Katika taifa la Sudan Kusini, mafuriko na mizozo mara nyingi inawahamisha watu na kuifanya kuwatambua nyoka kuwa ngumu sana. Wengi waathiriwa hata wanapoona nyoka waliowauma kubaini spishi husika kunahitaji utaalamu ambao wengi wahudumu wa afya eneo hili hawana. Matokeo yake, dawa ya sumu isiyo sahihi. Uvumbuzi unaobadilisha sheria unarefusha matibabu ya kuumwa na nyoka. Uvumbuzi ulioundwa wa akili unde, yani AI, iliundwa na timu ya pamoja kutoka Chuo Kikuu cha Geneva na Medecins Sans Frontieres. Programu hii ya AI inaboresha kwa kiasi kikubwa viwango vya kuishi Sudan Kusini. Kwa kuchanganua picha za nyoka zilizochukuliwa kwa simu, mfumo huu unakubali spishi kwa usahihi mkubwa, ukielekezea wahudumu wa afya kwenye dawa sahihi ya kupambana na sumu. Hii ni muhimu katika eneo ambako kila sekunde inahesabiwa. AI is mainly to identify the snake species that are living in South Sudan, and particularly Tish County, where MSF is operating. And it also helps in identifying the venomous snakes and non-venomous snakes. And it will also help the expert across to produce the anti-venom that is specifically for the snakes that are living here in Mayanabon. Data kwenye kompyuta ilifunzwa kwa picha elfu za nyoka wa Kiafrika pamoja na aina za sumu na data ya kliniki. Wahandisi wa Chuo Kikuu cha Geneva walitengeneza mfumo unaofunza kila wakati kufikia takriban 85 ya usahihi kwa majaribio ya awali. So the idea was to use a software that we developed with the University of Geneva, colleagues here, and so with MSF, Doctors Without Borders, and joint teams to have engineering on one side, to have people who can develop an algorithm, and there was a competition to get the best algorithm that requested a certain number of photos. So we get photos from snakes and we test the machine, and if the machine gives a good answer, it's the right species, it has a high performance, or it can have a medium performance or a bad performance. We really want to develop it in South Sudan because South Sudan has really ticked all the boxes that we think are important, are relevant, in the sense that there is a huge burden, there's a huge number of snake bites in the hospitals where we work with Doctors Without Borders, MSF, and actually if we manage to create this momentum, this dynamic, I think we could really export it, let's say, to copy-paste it or to adapt it to other countries, mainly the neighboring countries, I would say Kenya, Sudan, Ethiopia, and also in West Africa, where there's also a lot of a very high snakebite burden. Jaribio la AI la Sudan Kusini naleta mtihani Afrika. Katika bonde la ufa la Kenya na maeneo ya pwani ambapo kuumwa na nyoka bado ni tishio kubwa kwa afya ya umma. Mfumo kama huo unaweza kuokoa maisha ya maelfu. Kubuniwa kwa teknolojia hii kunaweza kusaidia jamii nyingi zaidi. Ruth Munyi, NTV, Mayanabon, Sudan Kusini.